Once again. Mimi kwa majina naitwa Blenda, na mimi kwa majina naitwa Clown, na mimi kwa majina naitwa Milanda. Mimi nilikutana na Henry kunako restaurant, na hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kukutana na Henry. Na siku hiyo mimi sikuja kwa sababu ya kuja kukutana na Henry, nilikuja kwa sababu ya kuja kuonana na rafiki yangu kipenzi. Na siku leo ilikuwa ni siku ambayo tulipanga tuweze kutoka dina, na tulikuwa na mambo mengi sana ya kuweza kuzungumzia. Hawa wanawake watatu kati ya Clown, Brenda pamoja na Miranda ni wanawake ambao wametembea wote na mwanaume mmoja ambaye anakwenda kwa jina la Henry. Na Henry aliweza kupata matatizo, hatujajua ni matatizo gani, ila kadri tunavyozidi kwenda na picha tutajua Henry amepata matatizo gani. So wanawake watatu wote wamekamatwa kwa sababu ya matatizo ya Henry, na kila mmoja anaelezea yeye anaitwa nani na ni kwa namna gani aliweza kukutana na Henry. Na huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Clown, na hii ndo mara yake ya kwanza na ndo namna yake ya yeye kuweza kukutana na huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry. Na huwezi kuamini ni kwamba mwanzoni alikuja kukutana na rafiki yake, lakini mwisho wa siku akutana na mshikaji, na kuanzia hapo ndo mwanzo wa yeye kuweza kupendana na huyu mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry. Aliweza kusimulia kwa askari polisi kama yeye na Henry walikuwa ni watu ambao wanapendana, watu wanaojariana, na Henry alikuwa ni mwanaume ambaye alimpa mapenzi ya kweli, alimpa furaha ambayo hajawahi kupata tangu amezaliwa. Yani hajawahi kutana na mwanaume ambaye alimfurahisha kama mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry. Na wewe tuambie uliweza kukutana vipi na Henry? Henry mimi nilikutana naye kuna bar. Mimi nilikuwa nimetulia zangu naendelea kupata kinywaji, lakini nilishangazwa macho yangu kuweza kumuona mwanaume handsome ambaye sijawahi kuona tangu nimezaliwa. Yani sijawahi kuona mwanaume handsome kama, nilijikuta tu nimevutiwa na yeye, ikabidi nimuombe niitiwe pale. Basi bartender ikabidi aweze kunisaidia kumuita huyo mshikaji. Basi kamwambia kuna mtu anaitwa pale, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hakupinga wito wangu, aliitikia na taratibu alikuja mpaka kwenye meza yangu. Yani kwamba huyu bidada na yeye ndo namna yake aliweza kutana na huyo mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry. Kiukweli nilijikuta nimempenda sana kwa sababu alikuwa ni mwanaume smart, mwanaume handsome boy, ni mrefu, ana mwili mzuri. Nilijikuta tu navutiwa na yeye, na nikawa nawaza kwamba huyu nikimpata kwenye maisha yangu nahisi nitakuwa happy, nahisi atanifurahisha, na nahisi atanipa kile kitu ambacho moyo unataka. Na nilikuwa nikimsifia kiukweli, wewe mwanaume ni handsome boy kweli, hata wewe mbona ni mzuri, na inaonekana mwanamke wako anafaidi kweli, hata wewe pia inaonekana mwanaume wako anafaidi kweli. Kiukweli ni kwamba mimi sina mwanaume kabisa, na kiukweli nimevutiwa sana na wewe. Mshikaji akawa anatabasamu huko anamwangalia mtoto wa kike hapa, bidada ambaye anakwenda kwa jina la Brenda. Na Brenda kajikuta amempenda mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry, na bidada ndo alikuwa akisimulia hii story kwamba kiukweli nilijikuta nimevutiwa na huyu guy, na nikajikuta nazidi kumpenda zaidi na zaidi. Na wewe pia tueleze uliweza kukutana vipi na Henry? Mimi kiukweli Henry ni mwanaume ambaye nilijikuta nimevutiwa naye tangu tu mara ya kwanza nilipoonana naye, na nilionana naye mazingira ambayo alikuwa ni tofauti. Mshikaji aliniita na akawa ameniuliza jina langu, na alinisifia kwamba mimi ni mwanamke mrembo kweli, na kiukweli hata mimi nilimpenda. Na siku hii ilikuwa ni siku ambayo nilikuwa nimetoka kuperform kwenye stage ya fashion show, na mshikaji ndo alipoanza kunipenda pale. Basi tulibadilishana namba, akanipa namba yake nikampa ya kwangu, na kuanzia siku hiyo mahusiano yangu mimi pamoja na Henry yalianzia hapo. Tulijikuta tunapendana mpaka tukaanza kuishi pamoja mimi na Henry, na alikuwa ni mwanaume ambaye yuko perfect kinoma noma, na alikuwa ni mwanaume ambaye ananipenda kweli, mwanaume smart, mwanaume anajua nini ambacho mwanamke anakitaka, anajua nini ambacho akifanye ili mradi mwanamke aweze kumpenda na kuweza kufurahia. Nilijikuta nazidi kudata na kuzidi kuchafukwa kabisa kwenye moyo wangu, nazidi kupambika, nazidi kumpenda yeye siku zote. Alikuwa ni mwanaume ambaye kila ninachotaka akifanye yeye anafanya, nikimvika wigi anakubali, nikimpaka maripostiki anakubali, kila kitu ambacho nilikuwa nikimfanyia yeye anakubali. Kikubwa tu anahitaji mimi niwe na furaha. Na hiyo ndo namna ambayo huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda aliweza kukutana na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry. Na bidada Brenda naye alizidi kutoa histori fupi ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry. Kiukweli Henry alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa anajua sana kitandani, alikuwa ananipa, ananinjunja mpaka najikuta yale maokoto yangu ambayo nilikuwa nayaficha najikuta tu nampatia yeye. Yani chochote ambacho akitaka nilijikuta tu nazidi kumpatia, hata akitaka milioni 10 nampa, hata akitaka milioni 20 30 nilikuwa sio mzito kwake, nilikuwa nikimpatia. Na mshikaji
alizidi kunimaliza tu. Na bidada alikuwa akitoa historia yake, na pia huko upande wa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda, naye pia aliweza kuzungumza kwamba mshikaji naye pia alikuwa shundu kumpatia chochote ambacho anakitaka, kwa sababu mshikaji alikuwa anampa mapenzi moto moto, yani alikuwa akimfukiza kinoma noma. Na sio kwa hao tu, yani mpaka kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Crown. Kiujumla huyo mshikaji alikuwa na watoto wa kike wote watatu kwa sababu ya maokoto, kwa sababu wote walikuwa na pesa nyingi kinoma noma. Na mshikaji kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anawamaliza na kuwanjunja ipasavyo, yani kuwapa utamu ule, yani utamu wa mwisho kabisa, kuhakikisha kwamba hao watoto wa kike hawachomoi kabisa kwenye mtego wake. Na ni kweli bana, watoto wa kike hakuna ambaye alikuwa akichomoa kwenye mtego wake. Wote walijikuta wanampenda kinoma noma, na chochote ambacho walikuwa nacho walijikuta wanampea mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry, na kazi yake ilikuwa ni kuwanjunja. Lakini dosari ilipoanza ni kwamba mshikaji ilifikia hatua akashindwa kuwamudu wote watatu. Kuna muda mmoja akimhitaji anakuwa kwa mwingine, kuna muda kwa mwingine akihitajika anakuwa yupo anakuwa kwa mwingine, na hapo ndo ambapo Henry alianza kufeli. Hapo ambapo mmoja alikuwa akimhitaji na mwisho wa siku yupo kwa mwingine, yani pale ambapo unamhitaji mpenzi wako alafu mwisho wa siku unamkosa, kumbe yuko kwa mwanamke mwingine. Hapo ndo ambapo zogo lilipoanza. Kiukweli mimi nilijaribu kuweza kumfuatilia Henry kuweza kujua ni kitu gani ambacho anakifanya mpaka kinamfanya anakuwa busy, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye hapatikani, nikimtafuta hapatikani. Yes, Henry alikuja kubadilika sana. Alikuja kuwa ni mwanaume ambaye simpati kwa wakati, tofauti na mwanzo. Kwani mwanzo nilikuwa kila nikimhitaji nampata kwa wakati, lakini nikajikuta tu kila nikimhitaji na kuwa simpati. Nilichokifanya ikabidi nianze kumfuatilia nyendo hatua kwa hatua, na mwisho siku nilimuona akitoka kwenye nyumba ya mwanamke mmoja, na huyo mwanamke kama unavyomuona kwa makini ni yule bidada ambaye anakwenda kwa jina la Crown, na sio bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda tu. Siku hiyo kumbe waligongana, hata bidada Blenda naye alikuwa eneo la tukio kuweza kumshuhudia mshikaji anashindaga wapi. Baada ya kuweza kugundua mshikaji nini ambacho anakifanya, na baada ya kuweza kumfuatilia mshikaji kwa kina zaidi, walijikuta wanagunduana wote watatu. Baada ya kuweza kugunduana, huwezi kuamini kwamba wote walijiunga. Hakuna kitu kibaya wala hakuna kitu cha hatari kama una date na wanawake watatu au wanne alafu then wote wakaja kuungana kwa sababu ya kuweza kukutokomeza wewe. Ndio kitu ambacho walikifanya hao wanawake watatu, yani Brenda, Crown pamoja na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda. Wote waliungana kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kumtokomeza mshikaji na tabia yake ya kuweza kucheat kwa kuweza kuwachezea wote watatu. Hao walikuwa wajuani, sio kama ni watu ambao wanajuana, ni watu ambao hawajuani kabisa, ila kutokana na tabia ya kwanza kumpeleleza mshikaji wakajikuta wamejuana. Na hapo alikuja nyumbani kwa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda. Basi Miranda alichokifanya ikabidi aende awachukulie walau hata wine wanavyo discuss namna ya kuweza kumtokomeza mshikaji kutokana na kile ambacho anakifanya, kwani amewafanya watoto kwa muda mrefu sana. Sio kwamba amedate nao juzi wala miezi miwili wala mitatu, ni kwamba hapa kuna mmoja ana miaka 4, kuna mwingine ana miaka 6, kuna mwingine ana miaka 3 hapa. Yani kwamba mshikaji amedate nao kwa muda mrefu, ameshawachezea kwa muda mrefu kinoma noma, na ameshawachukulia maokoto kwa muda mrefu vibaya mno, kwa sababu wao watoto wa kike ni matajiri vibaya mno. Kila mtu hapo alipo ana pesa kinoma noma. Na huyo bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda, yeye ni mtu wa fashion, yani ni model, lakini hao wengine wao ni wafanyabiashara tu wa kawaida. Siku leo ilikuwa ni birthday ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry, na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Crown ndio siku leo kamleta huko ndani, kamwambia baba, siku leo nataka nikufanyie bonge la surprise. Oh jamani baby, jamani nina hamna hiyo surprise jamani, baby wangu kiukweli unanipenda kweli? Vipi sitaanguka jamani? Wewe tulia baby. Yani surprise ya leo mbona utafly, na uwezi kuamini kwamba surprise ya leo ni hao watoto wa kike. Kiukweli leo nitaenjoy jamani, surprise jamani. Mwamba anafly, lakini ile kufumbua macho anakutana na sura ya Miranda hapa. Kuangalia upande wa pili sura ya Brenda. Happy birthday to you. Alafu anakutana na ile sura ya mwanamke ambaye anakwenda kwa jina la Crown. Uwezi kuamini ni kwamba mshikaji alitekwa, alipigwa makofi, yani mwamba alichezea kichapo cha kufa mtu. Watoto wa kike wakasema wewe unajikuta mjanja, unatuchezea kwa muda mrefu sana, unatuona sisi wapumbavu, si ndio? Unatuona sisi hatuna akili timamu, unasiona sisi
sisi wajinga, si ndio? Unatugeuza sisi kama mtaji wako, sio? Ni makofi tu. Yani mshikaji alichezea mtimbo wa kufa mtoa watoto wa kike, hawana masiala hata kidogo. Hivi unavijua vibao vinavyouma? Hakuna kitu kinauma kama vibao umefungwa mikono kwa nyuma alafu unatandikwa vibao. Sikia nikwambie kitu kimoja mwanaume, siku ya leo lazima tukue, siku ya leo tunakukili. Mshikaji akasema na sio kukukili tu, tunakutia kwenye mfuko, tunakukatakata, tunaenda tunakutupia baharini. Wewe unajikuta mwanaume, unajikuta kidume, unajikuta mjanja, ila hapa umekutana na watu wenye akili mbovu. Yani ni kwamba mshikaji kaingia 18 watoto wa kike, hakuna wanachokielewa ni kwamba mwamba yuko hatiani kwa kosa kubwa la kuweza kuwachezea. Kiukweli Enli ni mwanaume ambaye nilimpenda sana na sikuweza kutegemea kama angeweza kunicheat. So kupitia hili nilijikuta nimejisikia vibaya sana, na Enli nakumbuka aliwahi kuniambia kwamba anahitaji nimzalie mtoto, na mimi niligoma kabisa kumzalia, lakini yeye aliniambia kwamba ananipenda na anatamani aweze kunifanya mimi kama mke wake. So alikuwa akiomba niweze kumzalia mtoto. So siku ya leo ndio siku ambayo mshikaji alikuwa akimwomba mtoto wa kike aweze kumzalia mtoto, lakini mtoto wa kike aligoma kabisa kwa sababu mshikaji alikuwa bado hajamuoa, lakini mshikaji alimwahidi kwamba atamuoa na alimvalisha na pete kuweza kumthibitishia kwamba anampenda. Wewe mwanaume kweli, wewe ndio kunidanganya mimi hivyo? Hata mimi pia alinidanganya hivyo hivyo, akaniambia kwamba anataka nimzalie. Oh baby, naomba nipatie mtoto, naomba unizalie. Kumbe ni shetani wewe. Alikuwa akitupa story fupi namna mshikaji ambavyo alikuwa akimwambia kiukweli, mpenzi, naomba unizalie katoto kamoja tu, wala unijione kama mimi ni mwanaume. Hapana, siwezi kufanya hivyo, tafadhali naomba unisaidie mchumba, kiukweli sina mwanamke mwingine ambaye nampenda kama wewe. Lakini bidada alikuwa akigoma kwa sababu huyu ni modo bana, akizaa basi ujue kwamba maokoto ama kazi yake na kibarua chake itakuwa ni ngumu sana kwa upande wake. Kama unavyojua tena modo akishazaa sidhani kama anaweza kuwa modo, ni ngumu sana kuweza kurudi kwenye ule muonekano wake wa mwanzo. So bidada alikuwa akitoa hizo sababu, lakini mshikaji alimbembeleza mpaka mtoto wa kike akalainika. Kiukweli wewe ndo kila kitu kwenye dunia, wewe ndo maisha yangu ya kweli. Yeye ndo aliwaambia hivyo. Yes, mimi ndo aliniambia hivyo. Tena aliniambia kwamba mimi ndo kila kitu kwenye maisha yake. Bidada kabaki anachanga shetani mkubwa, wewe pepo, wewe mchawi mkubwa, lakini wakawa na mzio kwa sababu alikuwa akitembeza mtimbo wa kufa mtini. Ni shetani mkubwa, mimi nilikuwa ukinitoa mimba, unanitoa mimba. Na alitupa historia fupi ni kwamba kuna kipindi mshikaji alikuja kugundua huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Crown kwamba ana mimba, na mshikaji baada ya kuweza kugundua kwamba Crown ana mimba, mshikaji alikuwa hataki kabisa kuweza kuzaa na Crown. Kitu ambacho alikifanya, alifikiria jambo la kufanya, akaona hamna kitu kingine cha kufanya zaidi ya kuitoa hii mimba, na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Crown akajua kabisa kwamba hawezi kukubali. Kwa maana hiyo mshikaji alichokifanya, ikabidi aweze kumwekea madawa kwenye kinywaji, alafu then kampatia mtoto wa kike ili mradi aweze kumtoa mimba bila yeye kuweza kutambua. So mtoto wa kike ikabidi akinywe kile kinywaji ambacho kaletewa na mpenzi wake. Majibu yake yalikuwa ni haya, ni kwamba usiku tumbo lilimuuma kinoma noma, na hawezi kuamini ni kwamba mtoto wa kike mimba yake ndio ilitokea hapo. Na ikuwa mara moja ni kwamba mshikaji ameshafanya mara nyingi vibaya mno. Shetani mkubwa, kufa pepo. Yani bidada alimkasirikia mshikaji kwa sababu yeye alikuwa akimtoa mimba, alafu kumbia hao wengine anawabembeleza wamzalie. Mshikaji alikuwa akimwomba msamaha kwamba naomba unisamehe, siwezi, yani siwezi maisha yangu yote kumsamehe pepo kama wewe. Kiukweli mimi nakupenda, na siku leo nilikuwa nakuja kabisa, nilihitaji niweze kukuvisha pete uwe mke wangu wa maisha. Pete tena na pete kiukweli nimekuja nayo, hata hapa niko nayo. Nilihitaji niweze kukuvisha ili mradi niweze kukufanya uwe mchumba wangu, nije nikuoe uwe mke wangu wa maisha. Mke wa maisha? Hao wengine walibaki wanashanga, mke wa maisha kivipi? Mbona hata mimi ulinivisha pete ukaniambia kwamba unataka kunioa? So ulinivisha pete wewe. Ni kwamba mshikaji alimvisha pete na kumwambia kwamba vipi, uko tayari kuona na mimi? Yaani mshikaji alimvisha pete huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Brenda. Hata mimi na mimi ukuishia tu kunivisha pete. Mimi umenioa kabisa, mimi ni mke wako wa ndoa. Vipi? Mimi ni mke wake wa ndoa. Vipi baba? Unakumbuka kabisa kwamba mimi ni mke wako? Hilo nalikumbuka kwamba huwa tunaishi wote. Unakumbuka kwamba mimi ni mke wako na tuna watoto wawili. Basi kumbukumbu na simulizi yote ni hii hapa. Ni kwamba mshikaji alimwoa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda. Hivi wewe mwanaume uoni hizi ndio picha zetu za ndoa na hawa ndio watoto wetu, au kila kitu umesahau? Umejisaulisha mpaka unataka kumuona wewe mwanamke? Kila mtu alibaki anashangaza kwa sababu mshikaji alikuwa sijui vile amechanganyikiwa, sijui kama ana uchizi fulani, kwa sababu wote watatu anahitaji kuweza kuwavisha pete na kuwaoa. Mmoja kabisa ndo kesha muoa. Yani bidada alikuwa kilaumu
kinoma noma. Mimi kanizalisha mpaka watoto wawili. Kweli mshikaji alikuwa ni katiri kinoma noma. Kiukweli naomba maji. Hakuna mtu ambaye atakupa maji hapa. Lakini bidada alikuwa ametulia zake hapa. Anaendelea kufikiria ni kitu ambacho mshikaji amekifanya. Mpeni maji jamani. Nani ampe maji? Mpeni maji jamani. Amuoni ambavyo analalamika, lazima atakuwa anajisikia vibaya. Kama mpi, ngoja nikamchukulie mimi mwenyewe. Kila mtu alibaki anamshangaa mtoto wake. Ni kwa nini anaonesha utu, anaonesha huruma? Basi taratibu akampatia mshikaji maji. Huyu mtoto wa kike ninavyomuona, sidhani kama yeye ni wa kumpatia mshikaji maji. Mshikaji akawa anasema asante. Ukimwangalia kwa makini, huyu mtoto wa kike ni kwamba kuliko wote yeye ndo akaweza kufanyiwa ukatili kinoma noma, kwa sababu mshikaji alikuwa akimtoa mimba kwa muda mrefu. Alafu jamani, siku leo ni siku yake ya birthday jamani, natakiwa akatiwe keki. Je, nianze kukuchalanga chalanga huo uso wako au nianze kukuchalangia keki yako? Basi bidada alichokifanya ikabidi ende kuikata keki taratibu, alafu then akawa anampatia mshikaji hapo. Kula keki. Enjoy wewe mwanaume, kula keki. Jamani, usimfanyie hivyo. Bidada anaonesha roho ya huruma na sidhani kama kweli huyu anaonesha roho ya huruma, kwa sababu yeye ndo ilitakiwa awe katiri kuliko wenzake, anywe na wine. Basi wakawa wanamwekea wine pale, yani unamdubika. Jamani, muoneni hata huruma, kwa sababu amuoni hali yake ni babake. Watoto wa kike waliamua kumkomoa mshikaji kinoma noma. Hapa Tanzania ni wanawake wangapi jamani wanaweza kufanya kitu kama hichi kwa mwanaume ambaye anawachanganya? Asilimia kubwa wanawake wakigundua kwamba wanachanganywa huwa wanagombana wao kwa wao, lakini hawa wametia fola bana, wameamua kumgeukia mshikaji na kumfanyia roho mbaya. Likitokea jambo kama hili Tanzania, oya, hakuna mwanaume ambaye atachiti bana. Mshikaji alikuwa akizungumza kwamba nombo nisamee sana Crown. Hapana, siwezi kusamea hata siku moja. Wewe ni mwanaume katiri tena katiri. Yaani wewe ni mwanaume ambaye sijawahi kukutana naye kwenye hii dunia. Nilitegemea kwamba wewe ndio dunia yangu, lakini mwisho wa siku kumbe wewe ni dunia yangu ya kuniteketeza. So wewe tu, kila mtu alitegemea hilo, hata mimi pia nilitegemea hilo, lakini siku leo kiukweli mimi nakuwa babangu. Yaani kiukweli leo ni lazima nikukili. Mnamua kivipi? Tunamuua. Yaani huyu hamna ambaye atamwacha hapa ndani, lazima atoke amekufa. Sijaelewa yani mnamaanisha nini kumuua? Bidada ikabidi awe mnyengo, kwa sababu watu wote wanataka kumuua mpenzi wake. Akaona msintanie, ikabidi ende kumfungua, lakini wenzake wakawa na mzui. Hivi umechanganyikiwa au? Ndio kitu ambacho tumekuja kukifanya hapa. Sisi tumekuja hapa kwa sababu ya kumfanyia ukatili, sio kumwachilia huru. Mimi siwezi bana. Mimi siwezi kumuona mtu anakufa mbele ya macho yangu. Kwa hiyo nataka niambie, umekata tamaa si ndio? Unapenda ambavyo alikuwa akikunyanyasa zaidi ya miaka 5 alikuwa akikutoa hizo mimba. Kwa hiyo ndo unachekelea, unafurahia si ndio? Haijarishi, yani vyovyote, lakini siwezi kumuua wala siwezi kushuhudia mwanaume ambaye nampenda anakufa mbele ya macho yangu. Basi nenda. Okay, na kwenda. Uwezi kuamini ni kwamba kabidada kalijichenga pale. Na wawili wakabaki wana discuss nini ambacho wamfanye huyo mshikaji, na mara ghafla pale mshikaji akaanza kutapika damu. Shida ni nini? Mshikaji alianza kukohoa pale na alikuwa akikohoa damu. Wadada walichanganyikiwa kinoma noma na wakaanza kupiga mpaka simu polisi. Jamani. Stop. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hivi msanii wetu ambaye mimba hapa ni wapi? Hajatoa wimbo mpya. Ni kwamba msanii wetu ametoa wimbo mpya. Ingia YouTube, andika Kamba The Don Tamtam, utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye skrini yetu hapo. So cha kufanya, utabofya katikati ya hiyo ngoma, alafu utaenda kuitazama mwanzo mpaka mwisho, na usahau kuweza kudondosha comment yako kwa kuweza kusema kwamba Genius, nimeijua hii ngoma kupitia wewe. Nadhani kwa sasa hivi nimeshusha ukimya. Msanii wenu katoa ngoma mpya hiyo hapo. Nendeni mkaenjoy, ni ngoma mpya na ni ngoma tamu kinoma noma. Vipi? Unaweza kutuambia Henry alikufa kwa sumu? Je, unajua nini kuhusiana na hili? Unahusika kwa lolote? Hapana, mimi sihusiki na lolote kuhusu kufa kwake kwa sumu, na mimi ni mke wake, siwezi kumuua Henry. Mimi ni mpenzi wake, nampenda, siwezi kufanya hivyo. Huwezi kuamini ni kwamba mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry alikufa pale. Na hapa watoto wa kike walikuwa wakiulizwa kwa sababu mshikaji aliweza kupoteza maisha, lakini wote walibisha kwamba hakuna mtu ambaye anahusika. So kilichofanyika ni kwamba wote watatu walitiwa hatiani, na kwa kuwa walikuwa na pesa waliongaonga mpaka wakafungwa miaka 5 magereza. Na baada ya miaka 5 kuweza kupita, tunamwona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Crown, na alikuwa na wakili wake hapa na hapa, alikuwa akicheki mali ambazo alikuwa amilisishwa na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry. Kivipi niliamlisisha huyu bidada?
Na ni kivipi? Kwa sababu Henry katika wanawake ambao alikuwa wapendi ni Clown, na ndio maana hata alikuwa hataki kuzaa naye, na mwanamke ambaye alikuwa amemuoa ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda. Na kwa nini asingemwachia hata Miranda au bidada ambaye anakwenda kwa jina la Brenda? Basi tunapewa ka historia kafupi. Ni kwamba bidada ambaye anakwenda kwa jina la Clown alivyoona mshikaji alikuwa akimtoa mimba, anamjaza, anamtoa, basi alichokifanya na yeye alimpatia mshikaji madawa ya kulevya. Basi mshikaji siku hiyo alikuwa amelewa kinoma noma, na alichokifanya ikabidi amsainishe kilazima, ilibidi aweze kujilazimisha mali zote za mshikaji. Kwa kuwa mshikaji alikuwa anampampa madawa na yeye alikomolewa bana. Siku moja bidada alimpatia madawa mshikaji na akamfanyisha vitu ambavyo mshikaji hakuweza kutegemea kuweza kufanyishwa vitu kama hivi. Na ile siku ambayo bidada alienda kumchukulia mshikaji maji, huwezi kuamini kwamba alitia sumu kwamba mshikaji akafie mbali. Na ndio maana alikuwa na mashaka na huyo mtoto wa kike, ni kwamba alikuwa kama vile anauluma, lakini ndo katili kinoma noma. Na ndio maana unaambiwa hivi, muogope mwanamke ambaye unamfanyia makosa afu anajifanya yuko upande wako. Na kwa sasa hivi ni kwamba mtoto wa kike ndo amekuwa mtajiri, mali zote za mshikaji kazi miliki yeye, anazidi kutamba tu hapa mjini. Na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Miranda ni kwamba aliweza kupata nafasi kubwa sana huko Marekani, sio kwa sasa hivi yuko anapambania ndoto zake za umodo huko nchini Marekani. Na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Brenda na yeye yuko na mtoto wake hapa wa miaka 4, mtoto wa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Henry, kwani mshikaji aliweza kumwacha na mimba. So mshikaji wetu ni kwamba alipoteza maisha, na kile ambacho alikuwa kikipambania ni kwamba alikikosa. Ni unaambia hivi, mtaka vyote ukosa vyote. Kawakosa wanawake wote watatu, kamkosa Crown, kamkosa Berinda, kamkosa Miranda, na pia kukosa tu wanawake watatu peke yake, aliyakosa mpaka maisha yake. Kwa wale maoni, ushauri pamoja na matangazo, namba zangu ni zile 0755660003. Turupicha comment yako, niambie unaitwa tukio wapi na maoni yako wewe ni yapi, na usisahau kuweza kusubscribe YouTube channel yetu. Na mimi ni yule Genius, sauti ya Simba, na wengine wanapenda kuniita The Ghost. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo na sauti mweza kufika tamati. Ciao.